Ujambo msikilizaji na karibu kwenye meza ya duara. Leo hii wataalamu wetu wanajadili siasa za nchini Uganda, wakati ambapo nchi hiyo inaelekea kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Januari 15 mwaka ujao wa 2026. Asasi za kiraia, wadadisi wa masuala ya utawala na wanasiasa na watu mbalimbali wanakosoa uhusika wa moja kwa moja wa wanajeshi katika uchaguzi nchini Uganda. Matukio ya wanajeshi wanaoshuhudiwa kushirikiana na polisi katika kuwadhibiti wagombea na wafuasi wa upinzani wanapoendesha kampeni zao kwa ajili ya uchaguzi mkuu, pamoja na kauli zinazotolewa na baadhi ya maafisa wa ngazi za juu jeshini. Hayo yanazingatiwa kuwa jeshi linasimamia uchaguzi badala ya tume ya uchaguzi. Je, ni kwa nini tume ya uchaguzi haijajitokeza waziwazi na kudhihirisha kuwa ndio yenye mamlaka juu ya masuala ya uchaguzi? Wanasheria nao kwa upande wao wameihimiza tume ya uchaguzi kuzingatia katiba na kufahamu kuwa uchaguzi ni swala nyeti la haki za binadamu. Na kwa upande wao, baadhi ya wafuasi wa chama tawala cha NRM wanasisitiza kuwa ni muhimu polisi kupata usaidizi wa jeshi ili kuhakikisha utulivu unakuwepo katika kipindi cha uchaguzi, na hatua kama hii sio kinyume cha katiba ya nchi. Kwa ufupi msikilizaji, kampeni za uchaguzi nchini Uganda zimepamba moto, na wachambuzi watayajadili hayo na mengineyo kuhusu uchaguzi huo. Na sasa nachukua fursa hii kuwatambulisha wachambuzi wetu kwenye maoni meza ya duara leo hii. Kutoka jijini Kampala nchini Uganda, tunaye leo mstaafu Captain Francis Babu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Vilevile kutoka Shinyanga nchini Tanzania nimemkaribisha Tumaini Munale. Yeye ni mkufunzi wa chuo cha ualimu mjini Shinyanga. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za barani Afrika na vilevile za kimataifa. Watatu ni Ali Mutasa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Yeye yupo jijini Kampala vilevile nchini Uganda. Studio hapa ninaye mwenzangu Idi Sesanga ambaye tutakuwa pamoja katika kipindi hiki. Na mimi ni Zainab Aziz, mwenyekiti wako kutoka hapa DW Bonn. Na moja kwa moja nianze labda na wewe Idi Sesanga, unazungumzia vipi kuhusu mazingira ya siasa kwa jumla katika siasa za nchini Uganda kuelekea kwenye uchaguzi? Asante Bi Zainab, labda swali hili lingeanza na walioko Uganda, lakini kwa vile umenichagua mimi nianze, nitasema ni mazingira kwanza. Nilikuwepo siku chache zilizopita, nilikuwa Uganda na nimeshuhudia baadhi ya matukio ya kampeni, lakini ninaweza kusema ni mazingira tete ya ushindani mkubwa, lakini pia swala lilolitaja la ushiriki wa vyombo vya usalama ni kubwa, hasa kwa upande wa chama cha upinzani, chama cha National Unity Platform. Nimeshuhudia baadhi ya matukio yake ya kampeni. Mmoja wapo alikuwa mgombea wake akiondoka kwenye makao makuu ya chama kwenda kufanya kampeni katika eneo la Kampala. Vyombo vya usalama vilikuwepo kwa wingi sana, na mara nyingi inapotokea hivyo kuna kutokea na makabiliano kati ya vyombo hivyo na wafuasi wa chama hicho, ambapo nilishuhudia mimi mwenyewe watu wakipigwa, lakini pia askari polisi wakapigwa wakaumizwa vibaya. Kwa hiyo ni mazingira tete magumu, ni hali ambayo unaweza kusema si ushindani pekee, bali ni hali ya makabiliano, ni kama swala la kufa na kupona. Asante sana Idi. Unajua kwa nini nimekuchagua wewe kuanza kutufungulia mjadala huu? Ili kwa sababu wageni wetu waweze kujisikia wako nyumbani, na swali hilo hilo nitalirudisha kwake Captain Francis Babu. Wewe unasemaje? Hebu tupe mtazamo wako kuhusiana na swala hili. Mimi nasema kwamba kuchagua imeanza vizuri. Kitu cha kwanza tukubali kwamba kila miaka mitano Uganda imekuwa na kuchagua. Watu mbalimbali wanataka waingie. Sasa vyama vya siasa Uganda viko nafikiri this time wako kama nafikiri 5 au 6 hivi, na kila mtu anataka naomba wakubali asimami kama candidate wa presidency. Sasa kitu kimeleta tabu, watu hawazungumza ya maneno. Uganda ina polisi 43,000
hawawezi kutosha kufanya kazi yote. Sasa serikali inaongezea watu wa jeshi kuwa wanasaidia polisi. Sasa hiyo mimi nazungumza zamani, serikali ya Uganda hawana pesa za kutosha kulipa mapolisi, kwa sababu polisi Uganda, ukichukua population ya watu wa Uganda wote wako milioni 46. Ingekuwa tunaweza polisi kwa haki ingekuwa inachukua polisi moja kwa watu 100, lakini sasa tuna polisi moja kwa watu 1000. Sasa hawawezi kukaa nchi nzima kwa siku hizi tunafanya uchaguzi. Sasa inakuwa wanaongeza serikali kusaidia. Watu wengi wakiwa wanafanya ripoti wanasema watu wa jeshi na polisi mara nyingi ndio wanapiga watu, lakini kuna kitu kingine watu hawazungumzi, kwamba vyama fulani vina michezo nao wanacheza mchezo ya kuwa kwamba sisi watu wenye kwenye media tunaweza kupata picha inaonyesha kwamba wanaingia kwa nini za kina binadamu ya haki zao. Sasa hizi michezo nayo inachezewa kwamba ukifanya hivyo, president wa Uganda wataonyesha kwamba ni mtu mbaya, anatumia polisi na jeshi. Hiyo ndio picha moja tunayo, lakini kuna askari wengine nao sio wazuri, wakiingia pale saa nyingine wanafanya makosa na wanapiga watu wetu. So unataka uiangalie on side zote mbili, sio side moja. Yani kama vile Waswahili wanavyosema kuiangalia shilingi katika pande zote mbili. Pande zote mbili. Nafikiri ningempa nafasi Tumaini Munale, yeye akiwa Tanzania, nchi jirani ya Uganda katika jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Tumaini, najua unazifuatilia kwa karibu kampeni za nchini Uganda. Mazingira haya wewe unayazungumziaje kwa upande wako? Asante sana Mama Zainab kwanza kwa kunikaribisha kwenye kipindi. Mimi navyoona kwamba mazingira ya uchaguzi ya Uganda kwanza mpaka sasa hivi hayajaanza vizuri, kutokana na kwamba mwaka jana mwezi wa 11 Kizza Besigye, mwanasiasa nguli huyu wa chama cha FDC, alikamatwa huko nchini Kenya, akawekwa ndani na sasa hivi ni zaidi ya mwaka mzima yuko ndani. Hiyo ilikuwa ni kiashiria kimojawapo cha ukandamizaji wa wapinzani na kuwatia hofu ili watakavyoingia kwenye uchaguzi waingie kwa hofu. Lakini pia tutakumbuka wakati tume ya uchaguzi inajipanga kutangaza majina ya wagombea urais, ambao kuna wagombea urais 8 sasa, vyama 8 nchini Uganda. Kulikuwa na mazingira fulani ya kutaka kuachwa kwa mgombea Kyagulanyi, Robert Kyagulanyi. Na mpaka hatua za mwisho hatimaye tume ya uchaguzi ikaamua kumpitisha kama mgombea ambaye ndio tunaona ni mgombea mwenye mvuto na anapata wafuasi wengi sana, tofauti na Rais Yoweri Museveni. Kwa hiyo masuala ya ukandamizaji wa wapinzani yamezidi kuendelea, na ningependa pia kuongezea mojawapo ya tamko ambalo limetolewa na Umoja wa Mataifa, ambapo umelaani kuongezeka kwa matukio ya ukandamizaji dhidi ya upinzani pamoja na vyombo vya habari nchini Uganda. Na pia Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa kufanyika uchunguzi huru kuhusu matukio ya ukamatwaji kiholela na mateso dhidi ya wapinzani. Tukumbuke hapa kuna wafuasi zaidi ya 500 Mama Zainab wa upinzani ambao wamekamatwa na wamefunguliwa kesi mbalimbali za kuchochea vurugu na kutoheshimu sheria za uchaguzi. Kwa hiyo ni mambo haya yote ukiangalia. Tumaini Munale, samahani, umemsikia hapo Captain Francis Babu amezungumza kwamba kwa ufupi labda nikisema kuiangalia shilingi kwa pande mbili. Unasemaje juu ya hilo? Hapana, nafikiri Captain ameegemea upande mmoja, lakini mimi nazungumzia kwenye ile mikataba na ile misingi ya demokrasi kwa mujibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Uganda ni mwanachama, lakini pia kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, kwa sababu hawa mwisho wa siku watakuwa ni waangalizi wa uchaguzi kama ilivyotokea hapa Tanzania, na kwa vigezo vyao ndio nimetolea mfano hadi Umoja wa Mataifa wamelaani hicho kitu, kwamba tayari matukio yale yapo kinyume cha taratibu za uchaguzi unavyopaswa kufanyika wa kidemokrasia, ambapo serikali ya Uganda imekiuka. Kwa hiyo Captain, nimwambie tu kwamba pale kuna ukiukwaji tayari, na tunajua historia ya taifa, tunajua historia ya Uganda jinsi ilivyo. Kwa hiyo bado kimsingi bado kuna changamoto kubwa ya matumizi ya nguvu, na hata kauli za mkuu wa majeshi mwenyewe umeona Muhoozi Kainerugaba amekuwa akitoa kauli za kutishia sana wapinzani. Tunafuatilia, mimi niko Shinyanga hapa, lakini najua kinachoendelea kule. Kwa hiyo kuna ukandamizaji wa wapinzani, kauli za vitisho, kitu ambacho kimefanya mpaka mgombea urais wa Bobi Wine Robert Kyagulanyi
anavaa mavazi ya kuzuia risasi isipenye, zile bulletproof. Hicho ni kiashiria cha kwamba hakuna amani na mazingira bado sio rafiki kwa wapinzani nchini Uganda. Sawa sawa. Tumaini Munale, maoni yako ndo hayo yamesikika. Naona nimgeukie ndugu Ali Mutasa, na hapa ningependa kuzungumzia kuhusu kauli ya Rais Museveni ambaye sasa anagombea muhula wa 7 tangu aingie madarakani mwaka 1986 kupitia mapinduzi ya kijeshi. Museveni amesema bila yeye kubaki kwenye utawala, Uganda haiwezi kuwa na amani na badala yake itatumbukia katika msukosuko wa kisiasa ambao utasababisha machafuko. Ali Mutasa, mjadala huu wa leo tunaiangalia Uganda kuelekea uchaguzi. Ipi tathmini yako juu ya yaliyotangulia kusemwa na kuhusu kauli hii ya rais? Unajua, katika wakati wa uchaguzi mengi husemwa, lakini machache yanakuwa ya ukweli, na inategemea nani anasema na kwa sababu gani. Sasa bila shaka kila kiongozi wanasema mwamba ngoma huvutia upande wake. Sasa kila anayepigania urais anavutia upande wake, maneno anayasema kwa mujibu anavyotaka watu wasikie. Lakini juu ya hayo tusahau kwamba bila shaka Rais Museveni ana ushawishi mkubwa nchini, mbali kwa amekuwa rais kwa muda wote huu, pia ni kiongozi wa chama ambacho kina nguvu katika nchi. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo lazima pia tujihadhari, tuyatupe tu hivi hivi, kwa sababu ushawishi alionao Rais Museveni wa rasmi, hawa viongozi wote waliomo katika serikali, waliomo katika mashirika mbalimbali ya serikali ya kitaifa, Rais Museveni ndiye anawateua. Huyo anayesimamia Electoral Commission yeye pia anateuliwa na Rais Museveni. Ingawa vyama vya upinzani vinasema wanataka wao washirikishwe katika mambo hayo. Hata hivyo haina maana kwamba hawana uhuru. Uhuru wanao, lakini tusisahau kwamba hawa maafisa wawe katika polisi, wawe katika jeshi, wawe katika tume yoyote ile, wakati mwingine pia hujituma. Si lazima kwamba anaambiwa afanye hivi, lakini hujituma ili kujionyesha kwamba na yeye pia ni mtiifu kwa kiongozi alimteua. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo yakitendeka yanaingia mambo sehemu mbalimbali ambazo zinatembea wakati mmoja. Kwa hivyo lazima tuseme kwa upande huo. Kwa jumla vyama vya upinzani vimepewa wasa wanayo nafasi ya kuweza kupiga kampeni zao na kuendelea, lakini baadhi ya sehemu utakuta kwamba maafisa wa polisi au wa jeshi wanachukua jukumu, si kama wametuma wafanye, lakini wanachukua jukumu kusema kwamba tunazuia hivi kwa sababu tunazuia kutokea fujo baina yenu na watu wengine. Sasa wanaweza kuwa wanazua tu hivi. Kuna ukweli wote, lakini kuna nafasi, kuna sehemu hasa waungaji mkono wa chama tawala NRM walikuwa wanazuia watu wa upinzani wasipite sehemu fulani, na hilo sasa ni kosa. Hapo polisi inafanya makosa kama haikuwazuia wale wanaofanya fujo. Asante sana. Iti Sesanga, unadhani kukaa kimya kwa tume ya uchaguzi ya Uganda ambayo mpaka sasa haijatoa tamko lolote kuhusu wanajeshi kumshambulia kwa fimbo mpinzani wa Rais Museveni, Moses Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, kama vile ambavyo Tumaini Munale amezungumzia, na alishambuliwa na walinzi wake pia. Hali hii unadhani inaleta athari yoyote katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi nchini Uganda? Bila shaka inaleta athari kubwa, na kwanza inawakatisha tamaa na wale ambao wanatarajia pengine uchaguzi unaweza kuja na matokeo yote tofauti, na kuonyesha kwamba wasiwe na matarajio makubwa kwamba kutakuwepo na mabadiliko kama wanavyotarajia, kwa sababu haya matukio nayozungumzia hayatokei katika maeneo ambayo naweza kusema kwamba pengine Kyagulanyi amevunja sheria, amekwenda kwenye eneo ambalo haruhusiwi. Huwa yanatokea katika maeneo yale ambayo ratiba inaonyesha anapaswa kwenda kwenye eneo hilo. Lakini kama alivyosema mwenzangu Ali kwamba kuna askari wanaotaka kuonyesha na wenyewe wapo, ingawa naweza nikatofautiana naye kidogo. Najua wapo ambao wasipofanya hivyo anajikuta mfano ma RPC, ma DPC amebadilishwa ghafla kwa sababu pengine Bobi Wine amefika kwenye eneo lake na akafanya yale ambayo hayawapendezeshi walioko madarakani. Lakini kurudi kwenye swali lako, ni bila shaka inatia hofu na wasiwasi, na inaonyesha kwamba tume ya uchaguzi haina udhibiti kamili wa mchakato wenyewe ambao inauendesha. Manake jeshi likiingia mahala
wakati mwingine hata tume ya uchaguzi haiwezi kujitokeza kusema hiki mnachofanya sio sawa. Captain, wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Kwa nini tume ya uchaguzi haijajitokeza waziwazi na kudhihirisha kuwa ndiyo yenye mamlaka juu ya masuala ya uchaguzi? Ni uoga, kushinikizwa, ama unaonaje? Mimi nafikiria watu wengi wa michezo ya kuchagua hapa Uganda, ile michezo wanafanya, zile sinema wanafanya wote. Ukiangalia wapinzani, kuna moja tu ndio wanampiganisha. Wale wengine wote wanatembea Uganda, hakuna mtu anawapiganisha. Sasa unaanza kujiuliza, kwa nini huyu bwana anapata shida hizo akiwa anakwenda kutafuta kura? Kuna vitu vingi unaweza kuangalia. Ukiangalia social media yenyewe, wapinzani wenye wanaweka kwenye social media vitu wanasema vyote vingi wanadanganya, na kudanganya ni ile propaganda wanafanya. Yaani watu wafikirie kwamba huyu jamaa yuko kwenye siasa, ni mtu mbaya sana. Siwezi kukataa vitu watu wengi wanasema kwamba amekaa kuwa rais miaka mingi. Hiyo ni kweli. Kwa nini watu waulize, kwa nini amekaa miaka mingi? Amekaa mpaka sasa itakuwa miaka 40. Kwa nini? Hivyo vitu watu hawaulizi, wanatumia kumharibu. Hakuna mtu anauliza kwa nini huyu jamaa amekuja anatembea na watu wa Uganda wote wameshindwa au nini? Sasa ukiangalia vizuri, kuna michezo mingi, watu wenye wako kwa side ya kupinda ni serikali. Watu wengi ni watu wa Museveni, amefanya nao kazi. Wengine amewapa hata fulusi za kutembeza pati zao. Sasa ukikaa, lazima uanze kuuliza kitu gani inaendelea kwa hii michezo wanafanya. Hivyo vitu vya propaganda, yani huyu mtu ni mbaya sana, analeta watu wa jeshi. Nimesikia jamaa ndugu yetu huko Tanzania, hizo propaganda unazungumza zinajulikana hapa Uganda. Tunajua nani anasema haki na nani anadanganya. Na hiyo ndio tabu. Sasa nataka nizungumze hivi, ukiangalia sana Uganda nzima, pande gani wanachezea sana, utaona kwamba kuna fasi wanakwenda, alafu wanaanza hiyo mchezo, wanaweka kwenye television, wanaweka kwenye social media. Sasa Kampala, ni mji mkuu wa Uganda, ndio fasi wanafanyia hiyo mchezo zaidi. Lakini Captain, tumeshuhudia mara nyingi matukio kadhaa ambapo misafara ya Bobi Wine imezuiwa. Mfano akienda magharibi mwa Uganda, kule Gulu ndo alipigwa vibaya. Si Kampala tu, na maeneo mengine amezuiwa na ametendewa. Na mkuu wa jeshi la polisi alikiri hivi karibuni kabisa kwamba yeye mwenyewe katika nafasi kama mkuu wa jeshi la polisi ndo ameagiza ukandamizaji dhidi ya misafara ya Bobi Wine na kupigwa kwa wafuasi wake, akisema kwamba yeye amedai kwamba wanafanya vurugu, ambalo sikatai. Wakati mwingine tunashuhudia kabisa miongoni mwa wafuasi wa Bobi Wine wapo ambao wanafanya vitendo vya vurugu na wanawachokoza askari, lakini kwa ujumla tunashuhudia polisi ndio wanaanza kuwachokoza na kuwazuia na kuwapiga, na pengine wakati mwingine nao wanahisi hawana namna isipokuwa kujitetea. Captain, umemsikia mwenzangu Idi Sesanga? Nimemsikia, nilikwambia kwamba ile shilingi iangalie hali zote mbili. Sasa tukiwa tunazungumza, hakuna mtu amesema kwamba hakuna makosa inafanywa na watu kutoka polisi na watu wa jeshi. Yapo, lakini ukipima sana, kwa nini? Unajua watu wengi wanazungumza, ukisikia wanazungumza utasikia kwamba wao already wamechukua saidi moja. No, kuna vitu vinafanywa hapa. Mimi najua watu wengi wanakwenda kutafuta kura, wanachukua watu fasi, wanakwenda kufanyia meeting zao. Wakifika kule, kuna vikundi vya watu wanachokoza polisi, wanachokoza watu wa jeshi. Watu wa jeshi wengine wenye wanafanya makosa hapa Uganda wameshikwa, kama wamefanya makosa, wengine wameshikwa. Sasa inategemea, ni lazima uangalie, utafute vizuri. Ukiangalia Captain, wewe ni umekuwa mtumishi wa serikali ya Rais Museveni kwa muda mrefu, ulikuwa waziri, umeshika nafasi za juu. Sheria inaruhusu jeshi ambalo kazi yake ni kulinda nchi na mipaka yake kujihusisha moja kwa moja kwenye siasa. Wamesema kwamba polisi haitoshelezi, lakini kisheria inaruhusiwa jeshi kujihusisha hivi moja kwa moja kwenye siasa? Kuna kitu inaitwa kulinda nchi. Kulinda nchi sio mpaka peke yake, na watu wenyewe. Ikitokea vurugu, security inakuwa moja.
Hayui mbalimbali. Hiyo ndio kitu watu wengi, especially nyinyi watu wenye huko Ulaya na kila fasi, mnafikiri kwamba jeshi haliwezi kusaidia kama kuna watu wanavuruga nchi. Linasaidia captain, lakini inategemea na inategemea na kiwango cha kitisho ambacho kinalazimisha jeshi kuja kuingilia kati. Sina hakika kama katika siasa hizi tunazoziendesha Uganda tumefikia kiwango au zimefikia kitisho cha kulazimisha kuhitaji jeshi liingilie kati. Sasa wewe ulianza kunisemea nimefanya serikali. Wacha nikwambie, mimi nazungumza mambo yangu kwa haki, sio kwa sababu nilikuwa kwenye serikali. Hiyo ndio mabwana, mimi ndio mwenyekiti, lakini msisahau, naomba niingie kati hapo kidogo, na ningetaka hapa kumpa nafasi Tumaini Munale. Tumaini, tunajua kwamba Tanzania imemaliza uchaguzi wake siku si nyingi, na labda ingekuwa vyema pengine unaweza kutueleza kutokana na yaliyotokea Tanzania, unadhani Uganda inapaswa kuchukua tahadhari gani ili mambo yasiende mrama, pamoja na yote uliyoyasikia kutoka kwa Captain na maswali ya mwenzangu Idi Sesanga? Asante sana Mama Zainab kwa swali lako zuri hilo. Kimsingi sisi hapa Tanzania tuna yale madhara yaliyotokana na uchaguzi. Mojawapo ni matamko mbalimbali ya jumuiya za kimataifa, na mojawapo ni kusitishwa kwa baadhi ya misaada pamoja na mikopo mingine ambayo nchi za Ulaya zilikuwa zinathamini kupitia bunge la Ulaya. Yote yametokana na namna ambavyo serikali iliendesha uchaguzi na namna ambavyo serikali ilidhibiti vurugu, kama ambavyo Captain anajaribu kuzungumza pale kwamba kuna namna fulani ya udhibiti wa fujo ambayo ukiifanya inakuletea madhara kimataifa baada ya uchaguzi. Nafikiri ndio kitu ambacho ni cha kuzingatia zaidi, ambacho hapa Tanzania pia kimetokea baada ya uchaguzi, vurugu zilizotokea na kilichofanyika pale, mauaji yaliyotokea. Kimsingi mitandao ikazimwa, lakini madhara yake yamekuja kuonekana ni makubwa zaidi baada ya uchaguzi kwa umeisha. Na ninapoona pia Uganda wanapita pia njia hiyo hiyo ambayo Tanzania tumepita, na hasa nikiangazia ule mwanzo niliposema ukamataji wa wapinzani, hivyo hivyo hata sisi hapa Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani huyu wa Chadema mpaka sasa hivi yuko ndani na alikamatwa naye mwezi wa 5, sawa na unavyoona kwa upande wa Kizza Besigye tangu mwaka jana. Kwa hiyo nachokiona Uganda ni kama vile bado haijabadilika. Nafikiri kitu ambacho serikali ya Uganda wangefanya, wangesoma yale matamko yaliyotolewa na Jumuiya za Afrika Mashariki, SADC pamoja na Umoja wa Afrika kuhusu uchaguzi wa Tanzania, na ushauri ambao ulitolewa na hizo jumuiya za kimataifa. Kama wangepitia hivyo, nadhani makosa wanayoendelea kuyafanya sasa hivi Uganda wasingeyarudia. Lakini cha ajabu ni kwamba wanazidi kupita mule, na ili hali kuna mfano ambao wangeweza kuangalia kwa jirani yao hapa Tanzania na wao wakaweza kuepuka. Kitu ambacho naweza nikawasifia Uganda kitu kimoja, kwamba wameweza kuwa na mgombea urais wa chama cha upinzani hiki cha NUP, ambapo kwa sisi hapa Tanzania kimsingi tulikosa kabisa chama ambacho kilikuwa na nguvu ya kulingana na NUP. Tanzania hatukuwa na mgombea wa mfano wa Bobi Wine ambaye angeweza kujaza watu kiasi hicho kama anavyofanya Bobi Wine. Kwa hiyo kwa upande mwingine pia Uganda imetuzidi kwa hilo, kwa upande wa kwamba uchaguzi wao kidogo una ushindani, unaonekana kwa watu, watu wanajaa kwenye mikutano ya hadhara. Lakini pia kingine ambacho naweza nikawasifu pia Uganda kwa upande wa wagombea binafsi na upinzani kwa ujumla, wana wagombea wengi sana ambao ni wa upinzani. Ukiangalia wagombea wa chama NRM ni wengi, lakini pia hata wagombea kuna pia nimeona pia kuna wagombea huru, wagombea wasiokuwa na vyama zaidi ya 100 wapo, kitu ambacho kwa Tanzania hapa hakipo. Utaona Tanzania hapa katika bunge zima wabunge wa upinzani wako 6 tu. Ni 6 tu. Wabunge wengine 360 kitu ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nikiangalia kwa Uganda kidogo pia kwenye hilo naona wana hatua. Sema tu ambacho ningependa kushauri ni kwamba wazidi sasa kuwapa nafasi zaidi hao ambao wamejitokeza, kwa sababu dunia tunaenda sasa hivi ni demokrasi, haikwepeki, hawawezi wakakwepa hilo. Kwa hiyo wazidi kupanua fursa hizo, wazidi kuachia vyombo vya habari vitangaze kwa uhuru, wazidi kuwapa fursa wapinzani wafanye kampeni zao vizuri. Nafikiri itaingiza katika namna ambayo ni nzuri zaidi kuliko sisi ambao tumezuiliwa mpaka kwenda Marekani kwa sababu ambazo zinafanana na hizo. Asante sana Tumaini Munale, lakini hapo mabwana, ningependa kuwakumbusha kwamba inabidi au inafaa kutilia maanani kwamba bado wapo wananchi wa Uganda wanaomuunga mkono Rais Museveni. Ali Mutasa, tukiangalia mtiririko wa matukio ndani ya kipindi hiki cha karibuni kuelekea uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2026 na yaliyojiri ambayo yanaakisi kwa namna fulani mwelekeo wa uchaguzi wenyewe, wewe kwa mtazamo wako unadhani
tutarajie nini kwenye uchaguzi wa safari hii? Binafsi ninavyoona ni kwamba inaonyesha kuna upinzani mkubwa ambao unavutia wapiga kura hasa vijana dhidi ya chama tawala NRM au wagombea wa NRM, lakini haina maana kwamba lazima wao ndio washinde. Hicho ni kitu ambacho tukumbuke. Isitoshe, hapa Uganda pia kitu ambacho ndugu Tumaini hakukitaja ni kwamba baada ya uchaguzi kumalizika, wagombea wana haki ya kwenda mahakamani kutambia matokeo, na hilo ni jambo ambalo linasaidia kupunguza hamasa za watu. Unaweza kutambia uchaguzi au mtu fulani ukachaguliwa vipi na kadhalika. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanasaidia. Juu ya hayo, vyama vya upinzani hapa vina fursa pia ya kuonekana kwenye vyombo vya habari hasa kama televisheni na magazeti na kadhalika. Kwa hivyo wanayo njia ya kupitisha sera zao kuwafikia watu, na hili pia linasaidia. Ndio maana sehemu fulani kwamba watu wanasikiliza, isipokuwa tu kutokea fujo ambalo inachochewa kwa njia moja au nyingine. Inaweza kuchochewa kutoka kwa wafuasi wa chama cha upinzani au wafuasi wa chama tawala, au wakati mwingine kutoka baadhi ya maafisa wakorofi wa polisi au jeshi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaendelea, na nafikiria mimi uchaguzi kwa sehemu kubwa utafanyika kwa njia ya haki, isipokuwa kwamba kuna watu wanaogopa kwamba wanafikiria au fikra zinasambazwa kwamba chama tawala kitaiba kura. Lakini mimi nadhani kwamba watu watakuwa na fursa nzuri ya kwenda kupiga kura zao, na upande wa upinzani unatetea kwamba watu wawe karibu na vituo vya kupigia kura, kwa sababu hapa sheria inavyosema kwamba katika kituo wakishapiga kura zinahesabiwa pale pale kura, watu wote wanasikiliza na wanatazama, wanajua nini kinatokea. Kwa hivyo hawangojei mpaka siku ya pili yake kujua katika kituo chao vipi wamepiga kura au nani wamepiga kura. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba hali si mbaya sana, lakini kuna wasiwasi kwamba huenda ikachafuka hivi sasa tukikaribia tarehe 15 ya mwezi ujao wa Januari. Ungetaka kuongeza kitu? Nitaka kuongezea tu hapa alipotaja Ali Mutasa kwamba kuna wasiwasi kwamba inaweza ikachafuka, na wasiwasi huo unachochewa hasa na namna vyombo vya usalama vinavyotenda katika kipindi hiki cha kampeni. Vinginevyo kama vingekaa pembeni vikawa visivyoegemea upande, kusingekuwa na wasiwasi, na mchakato wa kampeni ungekwenda vizuri kabisa kama vyombo vingesimama kwa upande wake, na kama kutoa ulinzi watoe ulinzi sawa kwa vyama vyote. Ngoja tumsikilize Captain Francis, anasemaje. Nilikuwa naomba kitu kimoja niongezee ndugu hapo alichosema hapo, ni kwamba asisahau kwamba vyombo vya usalama wakati mwingine kuna baadhi ya watu wanafanya mambo makusudi, sio kwa sababu wanapinga chama cha upinzani, ni kwa sababu ya kutaka kuchukiza wale madarakani. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo pia yanatendeka wakati mmoja. Captain Francis Babu, nafasi ni yako. Mimi nafikiri Ali Mutasa amemaliza vizuri hapa anazungumza, lakini kuna kitu kimoja tuache kupindua maneno. Mimi nakwambia kwamba kuna michezo kwa watu wapinzani, kuna michezo kutoka NRM. Wapo watu wanacheza, wanafanya hiyo mchezo, na watu wengine unaweza kuta rais mwenyewe hafanyi. Lakini wacha nikukumbushe, huyo jamaa alikuwa anazungumza hapo mambo ya polisi na mambo ya jeshi. Wacha niwaambie, polisi total, watu wote kwenye polisi wako 43,000. Population ya Uganda yani milioni 46. Kila polisi anachunga watu 1,000. Polisi anafaa awe na watu 100. Sasa hii polisi yenye tunayo haiwezi kwenda Uganda nzima kuchunga kura, watu wanapiga kura. So serikali imeongeza watu wa jeshi, sio kwamba wanatumia watu wa jeshi watu washindwe, watumia watu wa jeshi waweke salama. Sasa ukiwa wewe hukubali hiyo, na hiyo nimeona zaidi watu wenye na media wanachezea huyo mchezo sana, watu wa jeshi. No, Uganda ni nchi independent. Ikiwa wanaweka security, kama polisi haitoshi, watatumia jeshi. Hiyo jua. Na sisi nini, ekonomi yetu inaonyesha kwamba hatuwezi kuwa na polisi ya kutosha mpaka tupate pesa zaidi hizo tunazo sasa. Watu wa serikali wakifanya makosa, tunawaambia. Kuna watu wengine kwenye jeshi na kwenye polisi wamefanya makosa,
wakiwa wamefanya makosa washikwe. Lakini nataka watu wa media na watu wa television zote hapa Uganda, wakiwa wanakwenda kwenye nini, wachukue picha zote. Nani ameanza uchokozi? Ni watu wa security au ni watu wa pati zile zingine? Ukiangalia watu wengine wote ukiangalia watu wote wenye wamesimama, utakuta kwamba Kyagulanyi wana grupu yake, na bwana Bob Wine anachukua basi na basi fasa na kwenda. Wale watu wengine sio watu wa Gulu, sio watu wa Arua, ni watu wa Kampala, wanabebwa, wanachukuliwa. Alafu wao siwezi kusema kama Bob Wine ndiye anasukuma, lakini wanachokoza, wana desturi za kuchokoza na kutukana. Haiendi vizuri, na watu wa security wengine wanapitia kidogo, wanatumia fimbo, wanapiga watu, wanashika watu. Mara nyingi wametumia nguvu za zaidi. Inakuwa nilikuwa nafikiria tuangalie kesi kwa kesi imefanywa namna gani. Sasa tuangalie kesi ya Gulu ilifanywa namna gani, kwa nini ilikuwa kupigana. Tunataka tupate story yote, lakini watu wengine wanadanganya. Tukiwa tunasema ukweli, watu wa jeshi wale walitoa uniform yao, wakavaa nguo za mtu wa kawaida, wakashika mafimbo, wakaanza kupiga watu. Hiyo ilikuwa sio kitu kizuri. Tunataka serikali ya Uganda itafute ilifanywa namna gani na kwa nini walifanya. Kuna uchokozi hapa na pale. Sawa. Lakini na vitu vinasemwa na kutukana. Wengine kazi yao ni kutukana. Wanatukana rais wetu, wanatukana nchi, wanatukana watu fulani. Na kuna hapa Uganda kuna ubaguzi. Watu wengine wanatumia ubaguzi kutukana watu wengine. Ukifuata vizuri utakuta kwamba mambo yote tunazungumza hapa ni desturi zetu. Desturi zetu ni nzuri, kwamba hata wale wengine wenye wako kwenye serikali desturi zao ni nzuri, upinzani nao ni desturi zao ni, yani basically conclusion, desturi zetu sio nzuri kwa vitu vya kuchagua. Tumaini Munale, uchaguzi mkuu wa Januari mwaka ujao wa 2026 nchini Uganda ni fursa halisi ya kuwawajibisha walioko madarakani, au inaweza kuwa ni zoezi tu la kisiasa kwa ajili ya kuhalalisha udumishaji wa nguvu kwa gharama ya demokrasia na haki za wananchi? Asante sana Mama Zainabu. Naweza nikasema kwamba ni fursa ya kuwawajibisha walioko madarakani, na hasa tukizingatia kwamba sasa hivi kundi kubwa la vijana wako mtaani, hawana ajira, ile kundi linaloitwa Gen Z. Tumeona kilichofanyika Kenya, Madagascar, Nepal na hapa Tanzania. Kwa hiyo Uganda pia sio exception, wale vijana wapo. Nimeona kwenye kampeni za Robert Kyagulanyi mojawapo ya ahadi yake kubwa ni kutoa ajira takriban milioni 10 hadi 2031. Maana yake ni kwamba amelenga wale vijana. Sasa kama matokeo yakaja kinyume na matarajio ya vijana jinsi ilivyo, pengine linaweza likajitokeza lolote. Kwa hiyo iwe hivyo, lakini tu nirudi pia kwa Captain Francis pale. Matusi katika uchaguzi hauwezi kuyazuia. Nchi zote tumeona, hata Marekani jana tu hapa Donald Trump alikuwa anamkejeli Biden ya mtangulizi wake. Kejeli, zile lugha za kujadiliana kwenye siasa zipo. Kenya tumeona mara nyingi sana. Rigathi Gachagua alipoondoka pale ametoa kauli nzito sana dhidi ya Rais Ruto, lakini wanatumia busara, wanatumia hekima kutatua zile changamoto, sio kutumia mabavu, kwa sababu tupo kwenye dunia ambayo inatakiwa itumike zaidi akili na busara kuliko nguvu. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho wanatakiwa kujifunza viongozi wetu walioko madarakani, Mama Zainab. Asante sana. Naona sasa nitoe swali langu la mwisho ambalo ningependa nyote mlijibu, na nitaanza tena na wewe mwenzangu hapa studio, Idi Sesanga. Nini kifanyike ili uchaguzi mkuu wa Uganda ukubalike kuwa ni uchaguzi huru na wa haki? Kwanza, serikali ihakikishe kwamba mchakato unakwenda kwa njia salama, kusiwepo na sababu ya upande mmoja kulalamika kwamba nimeonewa, kutowapa upande mwingine kuhisi kwamba mambo hayajakwenda sawa. Lakini pia matatizo mengi ya uchaguzi huwa yanatokea pale kura zinapoanza kuhesabiwa na baada ya kuhesabiwa kura. Hapo ndo kuna kuwaga na changamoto, either ama waseme tumekubali au wakati waseme hapana, tumeibiwa. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwa tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba mchakato huu inausimamia kwa haki na unakwenda salama na unamalizika salama. Kwako Tumaini Munale kutoka nchi jirani ya Tanzania. La kwanza ni hilo la tume ya uchaguzi itende haki kwa wagombea wote, lakini pia namba 2 katika kurusha matokeo
kama ambavyo tumeona Kenya wameanza angalau tangu uchaguzi ule wa mwaka 2010 wanatoa yale matokeo ya urais moja kwa moja kupitia njia ya televisheni. Nafikiri pia Uganda ingependeza pia na wenyewe wakashika nafasi ya pili katika Afrika Mashariki. Tumeona ule mdahalo wa urais umefanyika, lakini bahati mbaya Mheshimiwa Museveni hakuhudhuria. Lakini kimsingi uhuru wa vyombo vya habari ni jambo ambalo ni muhimu sana kuwepo, lakini pia uhuru wa wananchi wakati wa kwenda kupiga kura, kuingiliwa na nguvu za kijeshi ama nguvu za polisi, yote hayo. Lakini pia uhuru wa waangalizi wenyewe, wawe na uhuru wale waangalizi wa kimataifa na wale wa ndani kwenye uchaguzi. Nafikiri vyote hivyo vitasababisha uchaguzi wa Uganda uwe mzuri na kupunguza changamoto zingine ambazo zinaweza zikajitokeza. Tupe nasaha yako Ali Mutasa. Kwanza kabisa, pande zote, upande wa serikali na upande wa upinzani, tendewa sawa, sheria zingatiwe ipasavyo, na mwisho amani idumishwe. Hapo uchaguzi unaweza kufanyikana kwa njia ya haki na huru. Asante sana. Captain Francis Babu, tufungie mjadala huu kwa kifupi tu, tueleze. Ule ndugu yangu wa Tanzania amezungumza vizuri kwamba serikali iweke amani na ichunge na iweke namna nini, yani kuchagua kwe kwa haki. Sasa serikali ina njia nyingi inaweza kutumia. Wanaweza kusema vizuri na watu, wanaweza kutumia security iwe kwamba iko sawa sawa, lakini ukiangalia first pa kuchagua nafikiri wako hizi constituencies kama 400 na kitu. Ukija kutafuta fasi gani watu wanatumia uchokozi, utakuta kama sio kidogo sana. Sasa inakuwa serikali iweke watu wapate roho ya kwenda kupiga kura. Kitu cha pili, desturi zetu lazima zipinduke. Huwezi kusema kwamba ule jamaa kwa sababu president yuko pale ndio ana desturi mbaya. Sote wenye wamekuja kugombea tuwe na desturi nzuri. Tuanze na kusema vizuri na kwamba watu wetu wajue kwamba wanaweza kwenda wakapiga kura bila kuchokozwa. Na serikali lazima ichukue watu wa security wote, watu wa polisi, watu wa majeshi, waambie nao wapindue desturi zao wakiwa wana desturi mbaya. Hiyo ndio kitu kikubwa tunataka tupate kuchagua kuzuri. Lakini watu watachagua. Haya mambo ya kusema labda atakuja kuharibika, hayataharibika. Watu watakuja kuchagua. Serikali bado ina nguvu ya kuweka amani. Asante sana.